Waote haya. Bora kwanza. Waote haya. Sema tu na. Na karibu kwenye mechi ya leo ambayo inakutanisha Open City watoto wadogo pamoja na Nyota Kali City. Sijui anatokea wapi, lakini ni mechi ambayo inategemeka kuwa na kiwango kikubwa, mechi kuwa kwenye ubora wake, maana ni mechi za academy. Yes, na hii hapa ni Mbafu TV, behind the camera ni JDF ambao ameshikilia uzi wa pinki, ndio vijana kutokea Open City ambao namba 1 ni Musa ambaye ameshikilia 26 mgongoni, ni ngumu Kashindi kwenye 14, Sadiki ni 20, Kashindi C ni namba 5 na ngumu tena namba 10. Namuona Hussein, kuna Jean Pierre, kuna Kapela na pia Fikiri, kuna Salumu na kocha ni Paul Faraja Kunta Elon, na pia upande wa Nyota Kali namba 1 ni Mtambelwa Kiba, namuona Imani Monga, James Idi, Ramadhani Edge, Mbege David, Ronge Mzaliwa, Jackie David, Chance Dennis. Asante. Kata. Ni mpira umeanzishwa, bado naona kumekuwa na tatizo kidogo, hakujawa maandalizi upande wa goalkeeper. Okay, umekaa vizuri, mpira unaruhusiwa uanzishwe na clean shot. Mkwenda kati kuweza kupima viwango vya upande wa Nyota Kali, ikiwa ni dakika ya kwanza kabisa ya mwanzoni mwa mechi hapa, na ukiwa ni mpira wa kwanza. Ni hatari katika upande wa Open City, huo ukiwa ni mpira wa kutesti goalkeeper kwamba yaliyomo yamo, kuweza kuangalia kile ambacho tumewekwa, kuna goalkeeper ama tumewekewa betri, na ikiwa ni pressure ya kwanza kuonekana kwa upande wa Open City wakipelekewa moto na Nyota Kali. Wacha tuangalie na katika dakika 45 za mchezo ndizo zitakazoamua yupi ambaye amefundwa vizuri kwa upande wa kocha. Mpira mrefu umechezwa kwa kichwa, lakini umeonekana kuna mkono ambao umeweza kucheza, kwa hiyo ni makosa. Mpira mrefu ambao unamwangalia namba 9, lakini haujafika vizuri hivi. Anachakaza mtu vizuri na mpira wake ni goal! Ni goal! Ni katika dakika, ni kama sio ya kwanza basi itakuwa ni ya pili katika mchezo huu ambao unakutanisha timu ya Nyota Kali pamoja na Open City, na Nyota Kali wakidedea na mafanikio yao katika kipindi hichi cha kwanza katika dakika za mwanzoni kabisa, na ambaye ameleta utofauti katika dakika hizi ni namba 8 ambaye anaitwa Aje Bitodo. Ni kijana mdogo, lakini anaonyesha kuwa na kipaji cha hali ya juu, na nikimwangalia kocha wa timu ya Open City ni kama hajaweza kuamini kwa matokeo ya mwanzoni kabisa, matokeo ya dakika 2 za mwanzo. Wacha tuangalie ni kipi ambacho kinachofuata, maana kwa moto ni swata kutokea kwake. Namuona nani huyu, sijui nani kidogo, jina lake limekaa kwenye utata mpaka dakika hizi hapa. Naona pressure ni ya hali ya juu, na hii itakuwa ni mechi ya kujivunia, maana naona katika dakika za mwanzo kuna pressure ya hali ya juu na kuna vipaji vya kuweza kujivunia upande wa academy. Na lengo letu ni kuweza kuinua vipaji vya academy sisi Mbavu TV. Kwa tunakusi uweze kusupport kupitia linki zetu na kupitia video zetu, kuweza kushare. Ni kwake namba 9 kachia kitu, lakini ilikuwa ni target ya kutaka kupata corner kick, na aliyefanya maamuzi yote
ni Bitodo, jezi namba 8 huyu. Chia mpira mkubwa kuweza kuangalia pande wa kati kwa kati, lakini imekuwa ina faida yoyote. Kwa hiyo inatakiwa kuwa imewekwa chini na hiwe mali ya kupigwa kuelekea mbele pande wa Nyota Kali. Naona Guillaume Musa ndiye goalkeeper ambaye amekwisha kuruhusu bao katika kipindi hichi cha kwanza. Kwa hiyo Guillaume anatakiwa kujiangalia kwa kina zaidi ili kuweza kuleta mabadiliko na kuweza kuangalia kile kinachoendelea. Naona kuna pressure kubwa upande wa Nyota Kali. Kuna wachezaji wa kuweza kujivunia, maana kidogo wanapiga pesi ambazo ni pesi ukubwa, ni pesi ambazo zinaangalia yule ambaye yupo na si kubutua kama anayecheza ndondo. Na kwenye kipindi hichi cha kwanza usisahau kwamba matokeo ni 1-0 wakinufaika timu ya Nyota Kali City, huku wamekula kipigo timu ya ON City Utoto. Ni mpira ambao uko kati kwa kati, kimwangalia jezi nambari 8 ni kubutua upande wa ON City. Bado hawajawa na utulivu wa hali ya juu kuweza kucheza mpira na kuweza kuonyesha viwango vya hali ya juu. Ni bado kuna hali ya sintofahamu na kuna makosa ambayo yameweza kutendeka yakiwa mbele ya macho ya mwamuzi. Imekuwa ni faida kuweza kuweka mpira chini kunufaika upande wa Nyota Kali. Ni mpira mkubwa ukielekea kati kwa kati, ukimwangalia namba 11 ambaye ameshikilia mpira wake vizuri akiucheza, akichakata, akiangalia wapi kwa kuutoa. Anamwangalia namba 10 akachengeza vizuri hapo, akimwangalia namba 9 wake 12 Jez hajawa na nafasi kubwa akauachia, lakini imekuwa off target. Lakini imekuwa ni pressure kubwa kwa upande wa Nyota Kali ikiwapelekea moto ON City Utoto. Inaona kama katika hizi dakika za mwanzoni basi Nyota Kali wamejipanga vilivyo, huku watoto wa ON City bado wanaambulia kipigo cha bao moja katika dakika ya pili ya mchezo, na bado pressure inaelekea upande wao. Kwa hiyo ni vitu vya kuweza kuangalia na kuweza kuweka manufaa zaidi kipi ambacho kinachoendelea. Mpira mrefu ukimwangalia 14 akitoa kwa mwenzake, inaonekana ni kubutua kulingana na urefu, kimo kimekuwa kifupi. Ni mpira ambao umeanzishwa juu kwa juu, mpira ambao utuli, mpira umekutana na Bonge ameutoa vizuri, lakini haujaona nafasi kubwa, akiurudishia tena kumwangalia mwenzake namba 9, lakini hakuja mpira ambao umetengenezeka vizuri. Nahisi upande wa ON City hawajawa na replace au nafasi ya kuweza kuweka mpira chini na kuweza kuangalia washambuliaji wao. Bado kuna nafasi kubwa ya kibano na kuweza kubanwa hapo kati. Ni hatari katika upande wa ON City. Ni mpira mwingine tena ukielekea upande wao, ina maana wakipelekewa moto katika dakika hizi za mwanzoni. Bado upande wa ON City hajawa ni riski kwao. Mpira umeanzishwa mwingine, ukimwangalia namba 7 push kwa namba 9, lakini ni kosa ambalo limeonekana. Tukiangalia, je, ni penalty ama vipi? Tukiangalia ni penalty ama vipi, lakini pressure ya mwamuzi
Ni kama ni penalty hivi, ni kama ni penalty. Ni maamuzi ya mwamuzi mwenyewe, ni penalty. Yes, kiki ambayo imepatikana upande wa Nyota Kali ikiambatanishwa wenye kupiga ni ONCT. Yes, nikiona ambaye anajipanga kuweza kubutua mpira huo, sijui ni nani, lakini nahisi ni Biaombe Mkomu. Lakini pia usisahau kwamba kuna manjano ambayo yamekwisha kutoka kutokana na madhambi ambayo yameweza kutendeka hapa. Wacha tuangalie itakuwa na faida gani upande wa ONCT ukiambatanishwa mpaka dakika hizi hapa, matokeo yakiwa ni 1-0 huku wakipelekewa moto upande wa ONCT. Wenda wakafanya comeback kupitia free kick ambayo wameweza kuipata katika dakika hizi hapa. Sijui, wacha tuangalie kile kinachojiri, na ambaye ameweza kujipanga kuweza kubutua hiyo naona ni namba 9 kutokea upande wa upande wa ONCT. Wacha tuone, bado maamuzi hajakaa sawa sawa. Ni kama amehitwa tena kuweza kunyosha maelezo vizuri. 1-0 ambao amenufaika ni timu ya ONCT, watoto kabisa, lakini wameonyesha kipaji kikubwa. Kawachia mpira ni chini kwa chini, lakini amepiga utoto. Yes, ni katika dakika za kati kwa kati tukielekea kidogo mwishoni katika kipindi cha pili kipindi cha kwanza cha mchezo, na pia ni sabu ya kwanza upande wa Nyota Kali. Baada ya kutiwa bao moja, wameamua kumwingiza Goliati kwenye mchezo wa leo Lijibaba ili liweze kuwachungia vizuri. Wacha tuangalie litacheza namna gani, maana kwenye timu za utoto hizi vijibaba vinafuata kitu gani. Wanakuja wamelewa uwanjani, wanapata manjano. Ni chini kwa chini, ni ameposha kupitia mkono, kwa hiyo ni adhabu kwao kuweza kuweka mpira chini na kuweza kupeleka mbele kabisa. Kwa upande wa OS ulikuwa unaelekea upande wa Nyota Kali kwa mradi, so maana kuna mabadiliko kidogo ambayo nimeona upande wa mechi hapa kidogo nimebugi kutokana na jezi, na pia kutokana na karatasi zao walivyoziandika vibaya. Kwa hiyo nimekuja kidogo changamoto kuweza kutaja majina ya watu na kuweza kuonyesha upande husika kulingana na pressure na namna ya kushika mpira yao, lakini na imani ya kwanza hapo timu Raisi. Idi malantere mama, dove dentro? Malantere perché non piccolino. Rapigua. Kubwa ndani. Ni free kick ambayo imeleta goal tena, ni matokeo ni 2-0 huko timu ya Raisi Nyota Kali sasa hivi imekuwa ni nyota nyeusi ambayo haina faida yoyote. Sasa hivi kuna kibonge wepesi, lakini kuna kibonge chao hicho kubatisha wale kitamani kigumu. Hapo pia kuna watu ambao kidogo kumwangalia kocha ni nzuri sana. Alafu ni dakika kama sio ya kwenye kipindi cha pili cha mchezo. Tukimwangalia upande wake Nyota Kali kwenye namba 1 yuko Mtame wa Kiba, ni tayari amekwisha kuruhusu mabao mawili, na huku Amazon Sadiki hajaweza kuruhusu bao lolote kwa mlingoti wake wa Kiba. Kibonge mwepesi, kibonge mkubwa na achia hiyo kitu. Sasa ni upande wake OS
Salva, unanijuaga sawa? Haujai kana kwa mtu akusahau. Eh? Wenda hicho. Nenda. Murudi. Fika sasa. Baba hiyo makini wewe dogo mrudi. Wewe makini wewe. Fika Sharife. Makini. Sawa baba. Acha kugusa. Idrisa na sabu. Fika Sharife. Sadio. Hilo. Makini hija. Bila hewani.